Na Rais Uhuru Kenyatta amebuni kamati maalum inayotarajiwa kumshauri katika kipindi cha wiki moja jinsi ya kukabiliana na ongezeko la ufisadi nchini Kenya, baada ya wiki iliyojawa na malumbano huku nchi za magharibi zikikashifu kukithiri kwa ufisadi. Rais amesema wakati umewadia kwa sekta zote nchini kuungana kuwakabili wafisadi. Kamati hiyo iliyobuniwa kwenye kikao na washirika wa sekta ya kibinafsi itaongozwa na Waziri wa Fedha Henry Rotich. Na tukisalia na masuala ya utendakazi wa serikali, Rais mstaafu Mwai Kibaki amewataka wakuu wa serikali ya Jubilee kutia bidii ili wasisambaratishe matumaini ya Wakenya. Akitumia mafumbo kuzungumzia hali ya uongozi nchini kwenye hafla moja ya mazishi katika eneo la Othaya, Rais mstaafu amesema Wakenya wanafaa kuwaombea viongozi hasa wanaotoa ishara za kushindwa na kazi. Karonderi alihudhuria mazishi hayo na ana maelezo kamili. Simanzi ilitanda katika eneo la Gatugi, eneo bunge la Othaya, pale jamaa na marafiki wa Anne wa Karema Wambugu, dadaye mbunge wa Othaya Mary Wambui, walipofika kumpa heshima za mwisho. Ibada ya wafu ilifanyika katika kanisa la Gatugi PCEA. Wambui, ambaye hana dada mwingine, amesema kuwa pengo aliloliacha wa Karema ni pana. Rais mstaafu Mwai Kibaki alifika pia kuifariji familia ya Mary Wambui. Endelea style hiyo. Japo Kibaki anayeonekana kula chumvi nyingi sasa, alikuwa na mawaidha haya kwa Wakenya. Ikiwa mtu tunahitaji, mtu tunayeona hawezi kututumikia au kutumikia nchi au kutumikia yoyote, basi wewe omba Mungu amsaidie. Na hiyo ndio Mungu atamsaidia. Na akashinikizia Wakenya kumkumbuka Mungu wakati wote na kwa mambo yote. Lakini sisi wenyewe katika Kenya lazima tujitoe, lazima tusitoe kwa roho yote, tuseme kwa Mungu atusaidie, atusikie na asikie wananchi, na asikie wananchi wote, asikie wananchi wote, sio tu wale ambao naombea. Hapana, asaidie wananchi wote, kwa sababu Mungu anapenda kila mwananchi. Karonderi KTN, eneo bunge la Othaya, Nyeri.